Kampuni yenye umri mkubwa zaidi duniani mpaka sasa hivi ina umri wa miaka 1400 na wameweza kutengeneza milioni 30 dola za Kimarekani mwaka 2020. Hii ni kampuni ya ujenzi kutoka Japani, inaitwa Kongo Gumi. Inajenga majengo, especially mekaru, wao wanaita temples. Kitu ambacho kinafurahisha ni kitendo chake cha kuweza kuishi muda mrefu wakati wakiwa wanafanya biashara ambayo tunaita ni boring business ya kujenga majengo kwa muda mrefu zaidi. Wameweza kubadilisha vitu tofauti, principle, mbinu, sheria zao, policies zao wanafanya, lakini kati ya kitu ambacho unaweza kujifunza kutoka kwao, jambo la kwanza ni kwamba unahitaji kuwa na biashara ambayo inapendwa na kila mtu ama inafanywa na kila mtu ndio uweze kufanya rasmi na kufanya biashara yako. Unaweza kufanya biashara ambayo haivutii kwa watu kwamba inakupa fame ama inakufanya uwe superstar wala nini, na ikakufanya ukadumu kwenye soko kwa muda mrefu zaidi kuliko hawa watu wanaokuja na kuondoka na kufanya biashara ambazo mbele za macho ya watu zinaonyesha kama zinavutia. Jambo la pili la kujifunza kutoka kwa hawa ni kwamba kutengeneza ownership ya kitu chako ni kitu ambacho kinakugarantii hicho kitu kukulipa kwa muda mrefu bila kuwa na stress ya mtu mwingine kuja kukichukua ama kukimiliki. So, kama uko hapo unafanya biashara yoyote, iwe ni ujenzi, usafirishaji, distribution, manufacturing na industry yoyote ile uliopo, jambo la kwanza ambalo unatakiwa kuhakikisha ili kupata matokeo kama haya ni kuweza kusajili kampuni yako. Usiseme mimi kampuni yangu inafanya ni superstar au maarufu kwa hiyo sitaki kuisajili. Sajili kampuni yako bila kujali upo kwenye industry gani, kwa sababu ukipata ownership ya kitu chako inakugarantii kuishi kizazi chako, watoto wako, wajukuu wako na watu ambao watakuja kuzaliwa baadaye, na watu wote watakuwa wanalitaja jina lako kama ulikuwa game changer kwenye familia. Jambo la pili ni kuweza kupata umiliki halali juu ya biashara ambayo unaifanya, kwa sababu usipokuwa na umiliki halali watu wengine wataichukua biashara yako, kwa sababu biashara ufanye peke yako unafanya na watu wengine. Usipokuwa na umiliki halali juu ya biashara yako utaipoteza. Comment neno usajili hapo chini, then nitakufikia kuangalia una qualify kusajili kampuni ama kusajili jina la biashara ili kuweza kuisajili biashara yako sasa hivi. Comment neno usajili hapo chini, tukutane kwenye comments.